Aya, Pwani hoye! Mambo! Sasa kwa sababu leo ni Ijumaa, mimi nitakuwa ni mfupi wa maneno. Na naomba munisikie na munisikie kikamilifu. Kwanza, tumekubaliana na magavana wote ya kwa wale ambao walopata mradi huu, tutachukua details zao kutoka kwa wizara. Mambo ya leseni yote, kutakuwa hakuna mambo ya leseni kwa biashara zenu. Pili, tumekubaliana na magavana ya kwa kila mmoja ako na mfuko. Hata sisi Mombasa karibuni itapitishwa na assembly, ikipitishwa tuweze kuwaongezea kitu kidogo, muwe na ziada. Tatu, Pwani hoye! Tatu, tumeweza kupanga hapa kama Mombasa ya kuamukiwa mmepata fedha hizi, mnapata training yenu, na sisi tutawaendeleza training ile ya vocational. Kuna ile program ya skills mitaani, karibu tutaitangaza, kila mmoja wenu aweze kupata kazi na aweze kuwa na masomo ya mkono mbele yake, sio? Sasa mimi siko hapa kuongea siasa, lakini I'm here to state facts. Mimi ni mwanachama wa ODM. Leo hii niko katika jukwaa, rais wa Kenya ni mwanachama wa UDA. Lakini nataka kuambia sababu kwa nini tuna yale ambayo kwamba yenye kufanya tuwe karibu zaidi kuliko kuwa mbali zaidi. Rais, uchumi wa Mombasa na Pwani ulikuwa umefariki. Watu watakuwa wamesahau, lakini lazima tuwakumbushe. Serikali zilizopita walifanya mpango, ikawa mambo ya bandari imefungwa, kila kitu kinafanywa Nairobi. Ulipoingia, speech yako ya kwanza ni kwa bandari ifunguliwe, watu wa Mombasa na wa Pwani wafanye biashara zao hapa hapa. Katika manifesto ya ODM na UDA inapambana pale ya kuwa lazima uchumi wa watu wetu uweze kulingana. Manifesto ya ODM na manifesto ya UDA inazungumza habari ya universal health. It is my social responsibility kuhakikisha ya kuwa yale ambayo kwamba umeanzisha wewe kwa mara ya kwanza tangu historia ya Kenya, ya kwa kila mgonjwa aweze kwenda hospitali level 2 na level 3 bila malipo yoyote, bora umekuwa registered. Tunalingana na akili zetu sisi. Ya tatu, Your Excellency, na nataka wewe mwenyewe uje kuelezea ile partnership yetu ambayo kwamba tuko nayo katika mambo ya elimu. Partnership yetu ile ambayo kwamba tuko nayo katika mambo ya michezo kwa vijana wetu. Partnership yetu ya mambo ambayo kwamba tunafanya kuhusiana na afya. Na mimi mwisho nataka kuambia watu hapa, hili ndio muhimu zaidi. Why we are like-minded. Na nawaambia watu wote, kwa nini we are like-minded. Wengine walikuwa wanakuja hapa wanatuambia ya kuwa fedha iende kwa shareholders. Hii program hii leo, hamukuulizwa chama chenu ni gani? Hamukuulizwa kabila yenu ni gani? Hamukuulizwa mnatoka katika sehemu gani? Hamukuulizwa unamjua mwanasiasa gani? Msimamo wa rais, msimamo wa UDA is to have a Kenya that is all inclusive. Msimamo wa ODM na msimamo wetu is that we need to have a Kenya that is all inclusive. Ndio maana nyinyi nyote mlioko hapa, hakuna ambaye kwamba aliweza kubaguliwa ya kwa wewe ni chama hiki ama chama hiki, wewe unaenda upande huu ama upande huu. Na mimi nimesema pale mbeleni, na ndio kauli yangu ya mwisho. Mimi nimesema pale mbeleni kwa sababu tutakuwa katika mambo ya kuzungumza na rais na kunegotiate. Sisi kama ODM tumeamua mambo ni mawili. We are either going to be part of government or we are going to be forming government. Haya mambo ya opposition tumewaachia wengine, sio?
Na tunawaambia wengine, ikiwa mnataka kwenda kuongea na wengine, endeni mkaongee na wengine, lakini mutafute manifesto nyingine, kwa sababu manifesto ile ambayo kwamba yenye kufanana na manifesto ya ODM so far out of all the parties and all the leaders, the only one that we can see that has a close resemblance is that of UDA. Kwa hayo mengi, Your Excellency, asante sana na congratulations on this wonderful initiative. Asante sana. Yeye ni deputy party leader wangu wa ODM. Yale ameongea